Katika video nitakuonyesha ni kwa jinsi gani tunavyo design subscribe button na tukaitumia katika video zetu za YouTube. Kitu cha kwanza, kisha unafungua software kwa Adobe After Effects kama mimi hapo. Alafu pili utaingiza material ambayo umekwisha kuiandaa, ambayo kwa mfano mimi hapa nimeingiza tu subscribe link na subscribe hand ambavyo nimevidownload kwenye mtandao. So unaweza kuvidownload. Nitakuonyesha hapa jinsi ambavyo nitaenda kuvitumia. Lakini asilimia kubwa nitadesign vitu vingi kwa kutumia hii After Effects. Kwa kitu cha kwanza nitakuja hapa kwenye timeline, nikaweza kuandaa background yangu. Kwa nita right click, nitasema new, nitasema hapa solid. Hapa nitaandika BG. Hapa kwenye name, width nitaacha hivyo na height nitaacha hivyo, alafu hapa kwenye rangi na penye nitaacha hivyo. Kama unataka kubadilisha basi utabadilisha, lakini mimi kwangu hapo nitaacha kama hivi, then nitasema okay, inatokea kama hivi. Lakini nitakuja hapa nitazima kwanza hii, alafu na hii nitakuja kuizima hivi, itabakia PNG kama hivi. Alafu nitakuja kuchora shape hapo. Nitachagua hii rectangle tool, nitachora shape kama hii hapa, labda hivyo. Alafu baada ya hapo nitakuja hapa kwenye rectangle, nitasema rectangle path. Hapa kwenye roundness nitasogeza kidogo, nataka humo pembeni iwe ina mikunjo kama hivyo. Yes, baada ya hapo nimekwisha kuandaa tayari hii rectangle au shape hiyo kama hivi. Kitu kingine hapa naweza nikaanza kuandika maneno maybe, au nichore layer nyingine kwanza hapo. Nitachora layer nyingine hapo ya rectangle ambayo ni ndogo tu kama hii, lakini hii layer itakuwa na rangi fulani hivi nyekundu kama hapo. Afu hiyo itakuwa hivyo. Nitaiscale hapa au nitaiposition hapa. Lakini hakikisha hii anchor point yake ipo katikati hapa. Kwa hiyo utafanya kuwa katikati. Utakuja hapa kwenye sehemu imeandikwa anchor point, afu utashika control kwenye keyboard, afu hapa kwenye anchor point uta double click kama hivi. Unaweza kuona kwamba hii anchor point imekuja katikati. Baada ya hapo nitaiduplicate tena hiyo layer hapo. Nita control D kuduplicate. Alafu hii ya kwanza nitaizima hapa. Nikishaizima itakuwa imebakia hii. Hii nitakuja kuibadilishia rangi hapa, nitaweka rangi fulani kama hii hapa. Ya gray fulani kama hiyo. Ya, kwa nikiwasha inakuwepo hiyo na hiyo nyekundu hapo. Kama hivyo. Kitu kingine hapa nitakuja kuandika maneno. Nitakuja hapa kwenye type tool, nitasema maneno kama haya. Subscribe kama hivyo. Na yenyewe nitahakikisha anchor point ipo katikati, kwa utashika control then uta double click hapo. Kwa hivyo alafu hapa kwenye pixel nitakuja kuyapunguza kabisa yawe madogo kama hivi. Kama hivyo. Alafu nitayaweka hapa. Then nitascale kidogo yawe makubwa. Labda kama hapo. Niseme kama hivyo. Nitascale tena kidogo. Nitahakikisha anchor point ipo katikati. Kama hivi. Naona hapo inafaa kama hivyo. Alafu hii layer ya juu hapa nitakuja kwanza kuizima ili kusudi nibakishe layer hii nyekundu na hilo neno subscribe. Baada ya hapo hii neno subscribe nitakuja kulishusha hapa liwe juu ya hiyo layer. Kisha nitashika control kuzigroup ziwe mbili, alafu nita right click, nitasema pre-compose. Pre-compose maana yake ni kwamba naziunganisha zinakuwa ni moja. Alafu hapa nitaandika subscribe kama hivyo. Alafu nitasema okay, kwa unaweza kuona kwamba kimekuwa ni kitu
ni kitu kimoja kama hivyo. Alafu kisha baada ya hapo ile nitazima, alafu nitawasha hii nyingine, na yenyewe hapo nitakuja kuandika subscribed, neno subscribed kama hivi, subscribed kama hivyo. Taishusha hapa kama hivi. Yep. Na aka point yake nitakishepo katikati kama hivyo. Yes, kama hivyo unaweza kuona hapo. Kisha baada ya hapo na hii na yenyewe nitazi group hivi. Nitasema precompose, afu nitaandika subscribed kama hivi. Yep, kwa nitakuwa na layer hiyo na nitakuwa na layer hiyo hapo kama unaweza kuona hapo. Baada ya hapo sasa nitakuja kuweka kialama cha kengele kija ikae hapa pembeni. Yep. Kwa nitakuja hapa subscribe link. Nitaishusha hapa kwenye timeline kama hivi. Unaweza kuiona kama hiyo. Then nitaiscale kidogo kwa kubonyeza S kwenye keyboard, alafu hapa nitapunguza kidogo kama hivi na nitaiweka hapo. Yep. Alafu hizi mbili tutasogeza hivi kidogo kama hapa, kama hivyo. Na hii itasogea kwa hapa. Yep, kwa unaweza kuona kwamba kuna kitu tumeanza kukidesign hapo. Baada ya hapo tena nitakuja kushusha kimkono hapo. Nitakiweka juu hapo tena kimkono kama hiki. Na chini nitabonyeza S kwenye keyboard na yenyewe nitascale kiwe kidogo kabisa. Yep, labda kama hapo inatosha. Then chenyewe nitakuja kukileta huku chini kabisa kama hapo. Kisha baada ya hapo nitafungua composition nyingine kwa kuja kwenye alama hapa, nita click hivyo, nitasema okay kama hivi. Alafu nitakuja kuweka logo yangu hapa kama hii. Nitabonyeza S kwenye keyboard na yenyewe nitascale chini kidogo iwe mpaka hapo natosha. Alafu nitakuja kuchora shape ya duara hivi. Nitashika shift, alafu nitachora hivi ili kusudi isipinde pinde. Yep, unaweza kuona nikiachia inapinda. Kwa utashika shift kama hivi, alafu utaachia, lakini itakuwa na shape nyeupe kama hivi. Alafu itakuwa na stroke pia ya rangi nyekundu, lakini stroke nitapunguza kidogo iwe hapo kwenye 10 inatosha. Alafu hile ya yenyewe nitashusha kwa chini hapo kama hivi. Alafu baada ya hapo nitakuja kuiscale tena hii iwe ndogo kidogo hiyo shape kama hivyo. Yep, kama hivyo. Lakini naona hii stroke ni kali sana, kwa nitapunguza iwe kama hivi. Yes, kwa kama hivi. Alafu nita pre-compose hizi nazo. Alafu hapo nitaandika neno logo kama hivi. Yep. Baada ya hapo nitarudi kwenye hii subscribe button hapa. Alafu nitakuja hapa kwenye hii logo, nitakuja kuichukua kama hivi na nitaweka hapo. Alafu nitasema S kuweza kuscale kidogo iwe ndogo. Iwe kama hapo inatosha. Au nitaongeza kidogo. Yep, kama hivyo inatosha. Yep. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba tayari nimekwisha kudesign vitu vyangu kama hivi. So kitu kingine hapo
naweza nikazipunguza hizi kidogo ziwe ndogo kidogo, nipate nafasi ya kuandika maneno hapa mengine. Kama hivi. Ndio kama hapo inatosha. Kama hivyo. Halafu hapa pia nitakuja kuandika maneno tena. Nitaandika hapa maneno, kila maneno yatakuwa rangi nyeusi. Hapa labda nitaandika jina la channel yangu, Vini Pro Media, kama hivi. Kisha aka point ipo katikati kusudi uweze kuscale vizuri. Halafu nitalipunguza kabisa hivi. Kama hivi. Nitakuja kuliweka hapa hili neno. Kama hivyo. Kisha tena nitakuja kuandika neno jingine hapa kwamba YouTube channel. Kama hivyo, lakini font nitabadilisha, nitaweka font fulani hivi nyepesi kama hiyo. Lakini hapa itabidi iwe regular kama hivi. Alafu baada ya hapo nitaweka aka point katikati, kisha nitaliscale hili neno liwe dogo kabisa kama hivyo. Alafu nitakuja kuliweka hapo. Kama hivyo. Kwa hapa nimekwisha kuandaa material yangu tayari kama hivyo. Nadhani mpaka hapo tuko pamoja kabisa. Kwa kinachofuata hapa sasa ni kwanza kuanimate haya material yangu kwamba yawe yanaonyesha motion fulani hivi. Cha kwanza hapa nitaanza kuanimate hii logo hapa. Nitaianimate vipi? Nitaanimate kwa kutumia scale hapa, kwamba iwe inatokea kwa nyuma hivi kama ina scale. Kwa nitafanya nini? Nitabonyeza S kwenye keyboard kama hivi. Alafu baada ya hapo nitasogeza tu hatua chache kama hivi. Nitaweka keyframe hapa kwenye scale. Alafu hapa nitaweka 0. Kumbuka hapa ilikuwa ni 69. Kwa hiyo inabidi hii 69 ndio utakuja kuishia nayo. Kwa hiyo utaweka 0 kama hivi. Itapotea kama hivyo. Alafu then utasogeza mbele kidogo hapo. Utaandika hiyo 69. Ukiandika 100 itimisi itazidi zaidi ya hapo. Kwa hiyo inabidi iwe 69 kama hivyo. Kwa hiyo nikija kutesti unaweza kuona inatokea kama hivyo. Baada ya hapo nita highlight hizi, nita right click, nitasema keyframe assistant hapa. Keyframe assistant, alafu nitasema ease au unaweza kubonyeza tu F9 kwenye keyboard. Then nitakuja hapa kwenye graph editor speed. Nitakuja hizi nitaivuta hivi na itakuwa kama hivi. Kama hivyo. Kama uioni hiyo graph editor speed utakuja hapa. Click hivi, kisha hii edit speed graph iko on na utapata kitu kama hiki. Kwa hiyo utaweka hivyo. Hapo naona mimi inatosha. Kwa itakuwa ina pop hivyo. Baada ya hapo hii nitaifunga. Kisha baada ya hapo nitakuja kuanimate haya maneno hapa. Nitakuja kuanimate hili neno Vini Pro Media hapa. Sasa jinsi ya kulianimate hili itabidi hili linatokea huku linaenda hivi. Nitakuja hapa nitachora shape kama hii. Shape tu kama hii ndogo nitachora hapa. Lakini nitatoa stroke. Nitabonyeza hapa afu nitatoa stroke. Nitasema okay. Itakuwa hivyo. Alafu hii shape nitakuja kuweka juu ya hili neno Vini Pro Media kama hivi. Baada ya hapo nitakuja hapa palipoandikwa none.
Kama upaoni, njoo kwenye hapa icon hapa chini kabisa, utabonyeza hapo hii icon ya pili hapa. Alafu hapa kwenye Vinipro Media hapa utasema alphabet shape kama hivi. Kwa hapo unakuwa umecreate creepy mask kwenye After Effects huku. Na baada ya hapo naweza sasa nikalianimate. Kwa hiyo inatokea kama hivyo. Kwamba ikishafika hapa imechomoza kabisa kama hivi, hili neno liwe na jenye linatokea. Kwa hiyo nitabonyeza P kwenye keyboard kama hivi. Then nitakuja hapa mbele kidogo kama hivi, alafu nitaweka keyframe hapo, alafu nitarudisha hapa kama hivi. Alafu hili neno nitalivuta kuja hivi. Kwa hiyo litakuwa linatokea huku, linakuja hivyo. Kama hivyo. Alafu nitabonyeza F. Au utasema keyframe assistance hapo. Nitabonyeza hivyo. Kwa hiyo itakuwa hivi. Then nitakuja hapa, adjust kidogo iwe inaenda kasi, afu inafika taratibu kama hivyo. Naweza nikasogeza hii moja mbele kidogo. Namna hiyo hapo inatosha. Yes, baada ya hapo nitakuja pia kuanimate hili neno hapa YouTube channel, hili neno hapa. Na yenyewe nitakuja kuweka layer hapo kwa juu kama hivi. Nitachora tu layer hapo. Then nitakuja hapa kwenye YouTube channel, nitasema alphabet hapa. Nitakuwa nimecreate kama hivyo. Baada ya hapo na yenyewe nitafungua P kwa maana ya position. Kwa hiyo alafu nitakuja kwenye Vinipro Media, nitabonyeza hiyo kuweza kuona hizi keyframes. Nataka inavyotokea tu hii pop kama hivi, hii na yenyewe inapanda juu hapo kama hivi. Hapa nitachangisha tu kidogo. Kwa nitakuja hapa mbele kidogo kama hivi, nitaweka keyframe. Alafu nitarudisha hapa nyuma. Alafu hii itakuja chini kama hivi. Kwa itakuja kuwa hivi. Kama hivyo. Kwa inakuwa inatokea chini kama hivyo. Then nita highlight, nitasema right click hapo. Then nitakuja kusema easy easy. Kwenye graph editor na penyewe hapa yanatoka kwa kasi, yanafika taratibu hayo maneno. Alafu hii nitasogeza kidogo, itakuwa hivi. Kwa unaweza kuona hapo tayari tumeshaanimate logo na hayo maneno kama hivyo. Na baada ya hapo sasa kinachofuata hapa ni kuweza kuanimate haya maneno ya subscribe hapa. Nitakuja kufanya hapa, nitaanza na neno moja kwanza, ili subscribe. Hii subscribe nitazima hapo kama hivyo, afu tabakisha hiyo subscribe hiyo moja hapo. Nikiwa hapo kwenye dakika moja. Kwa sababu yakishafika tu inabidi wa mkono wenyewe na move kusogea hapo. Kwa huu mkono taweka hapa kabisa kama hivi. Alafu baada ya hapo nitabonyeza P kwenye keyboard. Nikisha bonyeza P kwenye keyboard, yakisha hapo kwenye subscribe hand hapo, nitabonyeza P kwenye keyboard. Alafu nita right click hapo kwenye position, nitasema separate dimensions. Kama hivi. Separate dimensions. Nikisha separate dimension itatokea X position na Y position. Hapa sasa naweza nikaanimate. Hapa kwenye Y position ni kwamba mstari ulionyooka kwenda juu hivi. Kwa hiyo inatokea chini kwenda juu. Kwa hii nitaisogeza hapa kidogo, nikaweza kuona ninachokifanya. Kama hivi.
Kwa hapa kwenye Y position nitabonyeza kama hivi, alafu nitaweka keyframe. Nikishaka keyframe nitaenda frames chache hapa mbele kama hivi, alafu nita scroll kurudi nyuma hivi. Kwa itakuwa hicho kimkono kinasogea kama hapo. Naweza nika zoom kama hivi ukaona hapo. Kama hivyo. Kwa kitakuwa kinabonyeza hapo. Kwa itakuwa kama hivyo. Alafu nita highlight, nitasema easy kama hivyo. Alafu nitakuja kwenye graph editor hapo, nitakuja kushika hivyo. Kama hivyo. Yes. Tasogeza mbele kidogo hapo. Kwa itakuwa hivyo. Kwa hiyo inapofika hapo inabidi inagusa, alafu inahama inakuja kwenye kikengele hapa. Kwa unafanyaje? Unakuja hapo kwenye Y position, kwenye X position, kwa sababu kwenye Y tumeshamaliza. Kwa unakuja hapa kwenye X position kama hivyo. Kwa kishagusa tu hapa inahamia hapo kuelekea kwenye hicho kikengele hapa. Na penye nitaweka keyframe kama hivi, afu nitaenda mpaka hapa. Let's say hapa mbele kidogo. Alafu nitaanza kuscroll hivi. Kwa unaweza kuona tagusa hapo kama hivyo. Kwa unaweza kuona tutatoka hapo itakuja hapo kama hivyo. Nitasogeza kidogo hivi na itakuwa kama hivyo. Alafu nitasema keyframe assistance easy kama hivyo. Na hapa tavuta hivi kidogo. Kwa jumla itakuja kuonekana kama hivi. Kama nenda kasi sana, tutasogeza hizi keyframes. Kama hivyo. Na itakuwa kama hivyo. Hapo inatosha. Kwa inabidi ikishafika hapo, ikishagusa hapa, inabidi mkono urudi chini. Kwa kurudi chini nafanya, nitaenda hapa kidogo. Nikiwa hapa kwenye Y, nitakuja kubonyeza hapa nyuma. Hapa kwenye Y nitakuja kubonyeza hapa nyuma, kwamba niweke kwanza keyframe. Ikishafika iguse hapa kwanza, halafu nitasogeza hapa mbele kidogo. Halafu nitakuja kuchukua hii keyframe ya kwanza hapa inayotoka chini, hii ya kwanza hapa. Nitakuja hapa kwenye edit, nitasema copy. Halafu ikiwa hapa kwenye kimshale nitasema paste hapo. Unaweza kuona kwamba kimetoka, kimerudi chini. Kwa imekuwa ni hivi, itagusa hapo, itakuja itagusa hapo, then itarudi chini kama hivyo. Kwa nikiplay unaweza kuona inafanya kazi kama hivyo. Kwa hiyo nitasogeza mbele kidogo na itakuwa kama hivi. Kwa unaweza kuona tayari hapo nimekusha kuanimate tayari kama hivyo. Lakini kilichobakia hapa inabidi hicho kimkono kikigusa hapo kwenye subscribe inabidi badilike iwe subscribed. Kwa nitakuja hapa kwenye neno hapo iliyoandikwa subscribed, nitawasha. Kumbuka nilikuwa nimelizima. Kwa kinapokuja kimshale kama hivi. Kwa hiyo hapa itabidi nikate au nisogeze hapa kwenye hii. Kinapofika tu hapa timisi inabidi ibadilike. Kinapo click tu hicho kimkono hapo itabidi ibadilike. Kwa hiyo itakuja kuwa hivi. Subscribed kama hivi unaweza kuona hapo. Kama hivyo. Na baada ya hapo nitakuja hapa kwenye hiki ring au kitu kikengele hapo. Nitakiduplicate ziwe mbili. Nita control D kama hivi. Ila hii moja kwanza nitaizima, nitadili na hii. Nataka inapofika tu hapa ikisha click ibadilike rangi
Kishafika tu kisha click ibadilike rangi. Kwa cha kufanya hapo, nita right click hapa, nitasema create. Hapo nitasema convert to layered comp. Nikishasema hiyo it means tunaweza kuweza kuedit rangi yoyote tunayotaka hapo. Then nitakuja hapa palipoandikwa effect, nitasema generate, then nitasema fill hapo. Kisha hapo kwenye rangi hiyo nyekundu nitaitoa. Nitaweka rangi nyingine. Let's say line kama hii hapa. Kama hivi. Iwe kama hivyo. Kama hivi. Alafu hii iliyokuwa nimeizima hapa nitaiwasha. Ikishafika tu hapo, nisi hapo na yenyewe nita right click, nitasema create convert to layered comp. Nitakuja hapa effect, nitasema generate, alafu nitakuja hapa palipoandikwa fill, nitaweka rangi fulani. Tuseme rangi labda kama hii hapo. Yes, kama hivyo. Alafu hii nitakuja kuikata au nitaisogeza kama hapa. Kwa itakuja kuwa kama hivyo, unaweza kuona hapo, lakini nitaisogeza kidogo na itakuja kuwa hivi. Lakini kuna rangi fulani ambayo inaonekana huko kwa nyuma, kwa nitakuja huku nitaivuta hii. Hiyo rangi isionekane hapo kwa nyuma. Kwa itakuja kuwa kama hivi tu. Kiplay unaweza kuona hapo kama hivyo. Yes. Na hivyo ndivyo ambavyo unaweza kwa design subscribe button simple kama hivyo na ikafanya kazi kwenye channel yako. Lakini kitu kingine hapo cha kuongezea, naweza nikaja hapa kwenye hand kwamba hiyo inaonyesha kabisa kwamba ina click, kwamba ikifika hapo ina click kabisa. Kwa cha kufanya hapo, nitakuja kwenye hiyo hand, nitasema scale, kwamba inabidi ina click hivi. Kwa nitakuja hapo kwenye scale, nitasema hivi. Kumbuka hapa ni 59. Kwa nitaenda hapa mbele kidogo, nitaweka labda tuseme 54. Alafu nitakuja hapa mbele, hapo mbele nitarudisha 59 iliyokuwepo kama hiyo. Cha kufanya hapa, tazoom hivi. Alafu hizi tulisogeza hivi hapa. Alafu then baada hapo nita right click, nasema keyframe assistant, nasema easy. Kwa itakuja kuwa kwa nikija kuplay unaweza kuona hapo. Kama ina click kama hivyo. Alafu hizi utakuja kuzicopy, uta control C tu kwenye keyboard, na ikishafika hapa utakuja kuzipaste hapo, uta control V kwenye keyboard yako hapo. Ni copy upya kama hivi, itakuja kuonekana kama hivyo. Kwa unaweza kuona kina click na hapo kina click kama hivyo. Kwa hivyo ndivyo ambavyo unaweza ka design subscribe button na ukaitumia katika video zako za YouTube kama inavyoonekana hapo. Kwa mwisho, baada ya hapo nitakuja kuwasha hii background yangu ambayo nilikuwa nimeizima, na mwisho kabisa project yetu itakuja kuonekana kama hivi.
Basi na huu ndio mwisho wa tutorial hii. Basi kama tutorial imekusaidia usahau kusubscribe, kulike lakini pia kucomment.